umeumia ama hauna ama umeanguka, na yeye anataka siku ya leo kukuinua. Kwa hivyo kwa tayari tuweze kulisukisa na tuende pamoja katika neno lake. Wapendwa, ni kwamba neno ambao tumesoma siku ya leo ni neno ambao lilikuwa linasumbua wale watu wa zamani, sana sana Wafarisayo. Na Wafarisayo hawa walikuwa wanashika amri zile za Musa, na katika amri hizi kulikuwa na amri karibu ya nne, ambao wengine tunaweka ni aina, wengine na tatu. Amri ya kushika Sabato, amri ya kuweza kuwa kupumzika siku ya Sabato ama kutakasa Sabato. Na katika amri hile, kwa maana watu hawakuwa wanafuata, Wafarisayo walikuja wakaingiza sheria zingine ndani. Kama wewe unakosa kwenda Sabato, badala ya wewe kuweza kutimuliwa kutoka kwa nyumba, utahukumiwa. Na kuhukumiwa ni kwamba wasaiti watakuwa 2 watatu. Nao Wafarisayo watakapokuja kwako, watakuleta wasiwasi katika mkutano, kwa watu ambao wanaona, watu macho wote wasiwasi. Mchana hawezi wakakukuchia usiku, wanakukujia mchana. Yaani siku ile wewe unafikiria wewe unaenda kazi yako, kumbe umestakiwa. Unaweza kutolewa kwa nyumba yako mbio mbio kwenda kuhukumiwa. Na Wafarisayo wanaketi na wale wase wanakuhukumu, kwa maana sio vyema. Hivyo ndio walikuwa wanaweka hiyo sheria. Kwanza unapumzika na kazi yako yote, hakuna kitu unafanya, hata chakula upili, hata maji unywi. Kama maji hakuna kwa nyumba, huwezi enda hapo uanze kunywa maji, bali unakaa hivyo, unaenda hekalu kuomba. Unaenda hekalu kwa siku upende usipende. Hiyo ndio ilikuwa. Na wakasema kama uendi pasi wewe utahukumiwa. Watakungoja siku ya kwanza, watakungoja tena mara ya pili, watakungoja mara ya tatu. Sasa mara ya 4 wamekusanya wale wasaiti, tayari wako tayari, wamekuona uendi kanisa, wanakuona uendi hata wewe utoi ile. Walikuwa hata sana wanataka ile sadaka yako, na hiyo sadaka ilikuwa wanatoa kafara, wanatoa kafara. Kama wewe ukwenda, basi wao wanajali sana ile kafara kuliko maisha yako. Ndipo sasa walikuwa na sheria kali za Sabato, na hakuna mtu alikuwa anafanya kazi ingine yoyote. Kwa hivyo watu wote wana wa Israeli walitii amri ile ya Sabato. Hakuna mtu kutenda jambo lolote, hata ndugu yake akifa, hata ndugu yake akiwa mgonjwa, hata ndugu yake afanye, hata watoto wako wacha maneno ya ndugu yako, hata watoto wako wagonjeke, uwezi kuwachukua hospitali uanze kuenda kanisani, kuende hekaluni, uende ukaabudu, wale wakuone unaabudu. Kwa hivyo mambo mengi ulikuwa unawacha ati kwa ajili ya Sabato. Na wakati huu Yesu mwenyewe alikuwa hapa ulimwenguni, alikumbana na mambo kama hayo. Wafarisayo wanafundisha hivyo, Wafarisayo wanasema hivyo, wanaambia watu ya kwamba lazima mfuate Sabato. Na usipofuata Sabato, alikuwa anaona watu wanaumia, unapiwa mawe mpaka unakufa. Hakuna kwenda kunyongwa, hakuna kwenda kufanyiwa mambo mengine kando ama kwa asili usiku. Unafanyiwa mchana, watu wakiona unasimama pale, watu wanakaa round hapo, wanakusingira wewe, unatwangwa mawe kweli kweli mpaka unaanguka hapo chini, unakufa. Na wale vijana wanakuchukua, wanaenda wanakushika, mambo yako inaisha hapo, na wale wanarudi wanaingia hekaluni kama hakuna kitu kimetendeka pale. Hivyo Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni, hayo mambo ndiyo alikumbana. Ilikuwa siku ya Sabato, alikuwa akipita kale kijiji kimoja,
wakaingia kwa mfarisayo mmoja ambaye aliona ya kwamba ni vyema na yeye aweze kumsikiza Yesu, asikie Yesu anasema nini, ili aweze akaacha mambo ya mafarisayo, aachane na mambo ya kuudi watu, aachane na mambo ambayo ni anaona ni kama mambo ambayo Yesu hayahubiri. Akasema lazima mimi nitapatana na Yesu. Basi akaalika Yesu katika nyumba yake. Alipomwalika nyumba yake, ilikuwa ni Sabato, na hapo kulikuwa na mtu ambaye alikuwa amepooza. Mtu akiwa na ugonjwa wa kupooza ni ugonjwa ambao ulikuwa mbaya sana, hata uwezi kukaribia watu. Lakini huyu mtu amekaa miguuni pa Yesu, amekaa karibu na Yesu, na yeye alitaka uponyaji, ingawa hakuuliza Yesu uponyaji. Yesu alijua huyu mtu kitu kinamsumbua ni taabu ya hii magonjwa. Kwa hivyo lazima siku ya leo niweze nikatatua mambo yake. Lakini akaona Wafarisayo wako hapo na wale wengine waandishi wa sheria. Wale waandishi wa sheria ni kama advocate wetu hapa sasa. Wao walikuwa wanachunga, na wao walitaka kuona Yesu kama anatenda kitu waweze wakampata waende kumstaki. Yesu alijua hayo mambo, akaweza akawauliza wao wasiwasi kabla hawajamstaki, kwa maana walikuwa na hiyo nia ya kuweza kuona ya kwamba ametenda jambo siku ya Sabato na waonane. Yesu akawauliza, akawatia, akawachoma, akawaambia ni vyema. Je, ni vyema kuponya siku ya Sabato? Wao kwa maana wanajua sheria zao siko hivyo, zinakataa siku ya Sabato, wakashindwa ile watarudishia, wakashindwa waseme ndio ama la, wakubali wasipokubali, waweze kuitika wasiitike. Mpaka sasa Yesu akajua hawa watu wamechomwa tayari, hakuna kitu kingine, wamechomwa, kwa maana hiyo neno limekuja limewapata. Kwa maana hayo ndio wanatumia kuumiza watu. Ndipo sasa waliponyamaza, yeye akajua hawa watu ni kunitega tu, wananitega. Wacha niwape mfano. Akawapa mfano mmoja, akawaambia ya kwamba unapoalikwa katika harusi ama unaalikwa katika uende kusalamia ndugu yako katika ugenini, wale umealikwa katika harusi ama mpangilio fulani, ukienda katika harusi hiyo ya mtu ambaye amekualika, usiende ukawa mbele. Unakuwa wa kwanza hapo, unakaa mbele pale, kiti kile kikubwa. Anasema usiende hivyo. Wewe unapoalikwa kaa tu hapo nyuma. Yule ambaye amekualika anaweza kuja akwambie, kujeni ndugu yangu, wewe rafiki yangu, mimi nikualika, najua wewe ustahili kukaa hapa, wewe kuja hapa mbele. Akupatie kiti cha mbele. Sio wewe ukienda katika harusini unatangulia pale. Anasema ya kwamba mwenye harusi akija, kwa maana kuna mwingine amealika mkuu kuliko wewe, na atakutoa na uweze ukafanya nini, ukatiwa haya mbele ya watu, kwa maana umejitanguliza pale. Na hapo sasa unaambiwa rudini hapa, waenda wapi? Hapa nyuma. Kwa maana Wafarisayo walikuwa wa kwanza kujiweka mbele. Hata katika hiyo nyumba ya Wafarisayo, wao walifukuza watu wote hapo. Wafarisayo kwanza wafanye nini? Wakae. Wafarisayo kwanza wapate vitu vile mbele. Ndipo sasa anasema hivyo, kwani yule anayenyenyekea anafanya nini? Anainuliwa. Yule anayepeleka mbele anarudishwa wapi? Nyuma. Ndivyo hivyo ilivyo hata na sisi katika maisha yetu. Unaweza kualikwa katika harusi, usiende ukatangulia ukawa mbele pale unakaa kinyuma, unanyenyekea, na mwenye harusi ataweza kukualika hapo mbeleni.
na akawapa tena. Hii haikutosha. Basi akasema hata na wale nyinyi mnaoalika, msialike rafiki zenu, ndugu zenu, na wale ambao ni wakubwa ambao watakuja na wao wakualika vile wamealikwa. Kwa maana ukialika yule ambaye atakuja kukualika, hakuna kitu chochote utapata. Kwa maana wao watakuja kukurudishia. Wao ukikopa kwa mtu yule anachuweza atakurudishia. Lakini anasema alika hawa watu ambao ni wa chini, watu ambao wako fukara. Anasema hata vilema, vipofu na watu kama hao. Hawa ndio unaalika. Kwa maana yeye ukimwalika hana tena ile pesa ya kukulipa. Unajua wale wakienda katika harusi, si unaenda unatoa, unakula, lakini tena unatoa zawadi. Kuna zawadi unatoa pale. Kwa maana amekualika, hakualiki hivyo. Unaenda kula chakula, lakini pia na wewe ukuwe na nini? Na zawadi. Lakini Yesu anasema ya kwamba usialike mtu ambaye anaweza kuja kukurudishia, bali ualike yule mtu ni fukara, yule mtu ambao ni kipofu, yule mtu ambao ni kiwete, ambaye hawezi kuja kukurudishia. Huyu mtu ndiye utakayemwalika. Ukifanya hivi, anasema utakuja kupata raha ile ya mwisho ya milele. Kwa maana Bwana ndiye atakuja kukurudishia yale mema ulikuwa ukiyafanya hapo ulimwenguni. Kwa maana hao ambao ulikuwa unasaidia ni wale ambao hawana, ni wale ambao wanahitaji. Kwa hivyo wewe, Bwana ndiye anataka akutumie uwe baraka kwa hawa watu ambao ni wa chini. Ndugu yangu na dada yangu, unaposikia neno hili, ujueni ya kwamba Yesu anakuhitaji. Anahitaji kwanza uweze ukajitoa, sio ya kwamba uweze ukafanya yale mambo yasivyo. Kwa maana tunajua ya kwamba kabla atawaambia hii mifano miwili, aliwaambia kitu kingine ambao kilikuwa ya kwanza, ya kwamba ni nani kwenu, aliwaambia hivi, ni nani kwenu siku ya Sabato ambapo ng'ombe wake ama punda wake anaanguka ndani ya simo ama kisima, na yeye asiende akafanya nini? Akaichukua, awacha kimbie hekalu. Ni nani kweli? Hawakuweza kujibu. Yaani anaposema punda ama ng'ombe kuingia kisimani, ni yale mambo vile niwaambia ya kwamba wewe unaweza kuwa na mgonjwa. Sio lazima iwe ng'ombe, sio lazima iwe punda, sio lazima iwe haya Yesu alitaja hapa, bali ng'ombe tutaweza kusema ni mahitaji yale ya muhimu sana ambayo yamekupata. Kama sasa utoke siku ya Sabato, unataka kwenda upate mtu amekufa hapo karibu na kwenu, ni ndugu yako, dada yako, ni mama yako, ni mtoto wako, utamwacha? Wafarisayo walikuwa wanafundisha lazima umwache. Uende wapi? Uende karu. Mtoto wako amegonjeka siku ya Sabato, unaacha mtoto unaenda Sabato. Anasema si vyema, lazima kwanza tuokoe maisha. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba tujali maisha ya binadamu kuliko Sabato. Kuna mahali anasema ya kwamba Sabato haikuumbwa kwa wanadamu, haikuumbwa kabla ya wanadamu, lakini Bwana Sabato iliumbwa kwa ajili ya wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Yaani Sabato ilikuwa hapo ili mwanadamu aweze kumjua Mungu. Na ile siku ya zamani ilikuwa wakae wiki mzima kabla hawajapata neno la Bwana. Lakini katika Agano Jipya unamwomba, unamshukuru, unamjua Mungu kila wakati. Kila wakati. Uongoji mpaka Sabato. Sabato hapa tunakuja tuna shughulika na shughuli ya kuweza kupatana pamoja.
hapa tunakuja kushiriki pamoja katika yale ambayo tunayomjua, ya kwamba hata katika siku hii tunayokutana, sio hiyo ndio unakuja kusikia neno peke yake. Neno unasoma wewe mwenyewe katika nyumba yako, neno unalijua Yesu moyoni mwako kabla hata sabato jafika. Bwana asifiwe. Uongoji kama wale walikuwa naongoja, wanafanya yao mpaka siku ya saba. Wanaongoja, hakuna kumjua Mungu, hakuna kumfikiria, wanafanya mambo yao, hakuna kitu kingine ila tu ni kufanya nini? Mambo yao. Lakini katika Agano Jipya hatuongoji siku ya saba. Siku ya saba tunakuja kushirikiana. Siku ya saba tunakuja kupatana pamoja, tukuwa na umoja na waundugu. Sio ati ndio nakuja kumsikiza Bwana. Unamjua Yesu ukiwa hata kwako, unajua neno lake, unakesa kila wakati katika kuomba na kukesa. Hapo ndipo unamjua Yesu. Lakini uongoji mpaka siku ya Sabato. Hiyo ilikuwa siku ama mambo ya Wafarisayo. Na Wafarisayo walifanya hayo kwa ajili wao walikuwa wanajifunza peke yao. Hao wengine walikuwa wanasomewa. Wale wengine hawakuwa hata na hiyo vitabu. Huwezi kugusa zamani zile, ungeweza kugusa Biblia. Kwa maana wanaona ya kwamba wewe hufai. Kabla hujawekewa mikono, kabla hujawekewa mafuta, huwezi kugusa Biblia. Hiyo ndio walikuwa nasema, hata kupepa ile sanduku ya agano hakuna mtu anapepa. Kuna wale watu ambao walikuwa wanachaguliwa kupepa peke yao, ambao walikuwa ni Walawi. Hakuna nyumba nyingine tena. Huwezi enda hivyo ukakimbia kama vile tunakimbia katika madhabahu siku hizi. Mtu nakuja tu mpaka mbele. Lakini zamani sile hata Biblia hawakuwa wanagusa. Lakini siku hizi tunasema ya kwamba kila mtu ajisomee Biblia, aweza akamjua Yesu Kristo, aweza akamjua Bwana yeye mwenyewe.